Baby, inabidi unielewe tu maana ndio uhalisia, pesa sina. Sasa unataka nifanyaje? Unataka nikaebe au? Afu Lisa unajua nashindwa kukuelewa. Siku za nyuma nilikuwa nakupa pesa. Ila leo hii sina pesa utaki kunielewa. Shida nini mke wangu? Wewe sio kwamba pesa huna. Pesa unapeleka kwa wanawake zako huko, una wanawake wengi. Siku za nyuma ulikuwa unanipa pesa maana ulikuwa huna wanawake ulionao sasa hivi, wanaokuzuzua. Mimi ninachotaka ni pesa, sitaki maelezo mengine. Kwa mke wangu imefikia tu unaamua kunidhihaki hapo. Wanawake gani unaongelea? Wakati wewe ndo mke wangu halali. Sina mwanamke yoyote zaidi yako. Naomba unielewe basi Lisa, sina pesa, naomba univumilie. Okay, basi naomba nikuahidi. Ikishafika mwisho wa mwezi nitakupa hiyo pesa unayotaka. No. Ina maana uniamini? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga. Ndio sikuamini, sababu wewe mwenyewe umeshinda kuwa mwaminifu kwenye ndoa yako. Hivi Lisa, unakusa nini kwangu mpaka unaamua kuchapuka nje ya ndoa? Usizime data na taarifa zako from A to Z, kwa mtu mwingine anataka kufungulia duka la simu. Fanya hivyo mke wangu. Unakusa nini kwangu? Au unaona ukifanya hivyo kama unanikomoa nini? Sasa mke wangu, kwa nini unataka kufanya yote haya? Au unadhani unanikomoa mimi? Unikomoa mimi bado unazalisha wewe mwenyewe mke wangu, unaifedhesha familia yetu, na weka hatarini ndoa yetu. Kai mume wangu, unahisi unavyofanya hivyo na mimi ndo ninafanya hivyo hivyo? Mimi sina mwanaume anayetaka kunifungulia hilo duka la simu. Lakini kama mwanaume yupo, nipe nitakuwa naye. Alafu, mbona unanifuatilia sana? Mimi kwenye maisha yako yote nishiki kukufuatilia kiasi hichi? Ndio, unanifuatilia sana. Ungekuwa unanifuatilia usingefumania na zawadi. Wewe unanifuatilia mbona unanikuta mimi na zawadi? Sasa unasemaje unifuatilie mimi? Sasa kama mimi nimekufuatilia mpaka nikajua unatoka na zawadi, kinachokufanya na wewe usinifuatilie mpaka ukajua huyo mwanaume ni kipi? Kwa nini inakuwa ni story tu? Nifuatilie unifumanie naye. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga. Zuri. Ndio ujinga gani ambao umeongea pale mbele ya Kai? Nakuuliza wewe, ni ujinga gani ambao unazungumza pale mbele ya Kai? Yaani wewe nilikupatia mpaka pesa hapa ili ufunge mdomo wako. Lakini unapokuwa na kinywa kipumbavu kabisa, ukatoka ukaenda kumwambia Kai ujinga kama ule unaongea tu kipumbavu ili iweje? Amna Tasha. Yaani mimi lengo langu sio la kusema, ila mimi nilikuwa natemsha tu Kai akili. Ulikuwa unamtemsha akili ili iweje? Nakuuliza ulikuwa unamtemsha akili ili iweje? Yaani pale mpumbavu umefungua kodi muhimu kweli kweli. Yaani kodi muhimu, Wewe unasema kaweza kwamba napaswa nimwambie ukweli. Na akijua ukweli atalia na kusaga meno. Wewe bwana ni mjinga wewe. Kwa mtu mwenye akili zake timamu lazima ataelewa kila kitu pale, mjinga wewe. Yaani unataka kunisababishia matatizo, si ndio? Kwa ndugu yangu Tasha. Yaani tunagombana kisa umeme. Yaani umeme tu tunagombana kama hivi umeme. Yaani mimi kama mimi nitalipa, Mimi wiki hii nitalipa kila siku, mimi nitalipa umeme ndugu. Wewe mpumbavu, Umeme? Umeme gani unazungumza hapo? Na kwanza umeme gani unazungumza wewe? Mimi kweli mimi nitalipa umeme. Sio tunataka kuhusu nyumba, wewe umekatika. Mimi nalipa umeme Tasha. Wewe sikiliza nikwambie kitu. Wewe ndo unatumia umeme mwingi huko ndani, alafu pesa unaotoa ni ya kipumbavu, pesa ndogo ili iweje? Nimekwambia mimi nitalipa kwanza, sasa mimi nitaendelea kulipa. Wewe ndo ashaka. Mimi mwezi pake ya Mungu, mwezi mzima mimi sasa nitalipa umeme. Mwezi wote nitalipa mimi umeme mwanzo mwisho. Bro, mbona umestop? Ruma sio malezi Tasha. Endelea kumkunguta huyu mshenzi mkubwa. Yaani yeye kuchukulia mwanamke ndo anajiona mtu special sana. Kwa kitu gani alichokuwa nacho? Kama tu pesa umeme unashindwa kulipa, utaendelea kuibiwa wanawake hivyo hivyo. Oa bro, piga huyu. Endelea kuponda hapo.
Pumbavu. Bro, uweze amini. Nimeshagundua kuwa mke wangu na mwanaume mwingine. Lisa ananicheat. Na nina ushahidi, sijakurupuka kukuambia maneno haya. Sasa nashindwa kuelewa. Lisa nampenda, namthamini, namjali. Kwa nini ananicheat? Ama kweli majuto ni mjukuu. Leo hii nimegundua kweli nampenda Lisa. Na mapenzi ya dhati juu ya mke wangu. I love my wife, bro. Sasa Tasha, kwa kweli ni genius na mtu mwenye maono. Hebu niambie, una maono gani? Yaani hauwezi kuguess huyu mwanaume atakuwa na muonekano gani, ana look vipi? Kwa sababu mimi nikiangalia kuanzia juu hadi chini, sioni kama atakuwa ananizidi chochote. Bro, na kila kitu. Kwa nini mke wangu anisaliti sasa? Au unaonaje kwenye hilo? Kai, kwanza usipanic ndugu yangu. Hebu relax. Unajua mimi siwezi kuamini kabisa kwamba shemeji anaweza kukusaliti wewe. So mimi natambua shemeji yangu anakupenda sana. Yaani Lisa namna ambavyo anakupenda wewe, siamini hata mara moja kama anaweza kufikiria kukusaliti. Yaani mimi kwenye maisha yangu yote nitakuwa ni wa mwisho kuamini hilo ndugu yangu. Sasa kwa nini hutaki kuamini bro? Hawa wanawake sio kuamini bro. Wanawake wana change any time, sio kuwapa dhamana. Lisa ananisaliti kwa sababu huyo mwanaume anatembea naye anataka mfungaji duka la simu. Unaona hiyo? Kwa hiyo pesa, nani? Hela gani ya kufunga duka la simu mpaka anisaliti mimi sasa? Sasa Kai, unaona uthibitisho gani kama mwanaume anahitaji kumfungulia duka la simu? Lakini pia ngoja nikwambie kitu kimoja. Wanawake ni watu ambao hawawezi kujificha hata mara moja. Kama kweli ana mwanaume ambaye ana pesa nyingi mpaka hata kumfungulia duka la simu, basi kuna michezo ya pesa lazima atakuwa anaionyesha. Hapo wewe hizo pesa umpatii. Hebu naomba nikuulize swali moja ndugu yangu kama utojali. Kwenye siku 2-3 hizi toka mke wako uhisi ana wewe mwanaume ambaye ana pesa nyingi. Je, kuna michezo yote ya pesa ambayo amekuwa ameionyesha hivi? Kwa sababu mwanamke hawezi kujificha kaka. Kai, unaposema una pesa mimi nashindwa kukuelewa. Yaani pesa ndogo kama hii unaniambia huna. Kweli? Baby, inabidi unielewe tu maana ndio uhalisia, pesa sina. Sasa nataka nifanyaje? Nataka nikaebe au? Afu Lisa unajua nashindwa kukuelewa. Siku za nyuma nilikuwa nakupa pesa. Ila leo hii sina pesa utaki kunielewa. Shida nini mke wangu? Wewe sio kwamba pesa huna. Pesa unapeleka kwa wanawake zako huko, una wanawake wengi. Siku za nyuma ulikuwa unanipa pesa maana ulikuwa huna wanawake ulionao sasa hivi, wanaokuzuzua. Mimi ninachotaka ni pesa, sitaki maelezo mengine. Kwa mke wangu imefikia tu unaamua kunidhihaki au? Wanawake gani unaongelea? Wakati wewe ndo mke wangu halali. Sina mwanamke yoyote zaidi yako. Naomba unielewe basi Lisa, sina pesa, naomba univumilie. Okay, basi naomba nikuahidi. Ikishafika mwisho wa mwezi nitakupa hiyo pesa unayotaka. Mwisho wa mwezi? Yaani mimi ratiba zangu zisiendelee, matumizi yangu yasiendelee, nisubiriwe mpaka mwisho wa mwezi. Hivi hujui mimi ni mwanamke? Nahitaji matunzo. Naomba uvumilie, mwisho wa mwezi ukifika hiyo pesa nitakupa mama. Naomba basi unielewe. Hapana, sidhani. Sababu siku 2-3 hizi tumekuwa na migogoro midogo kwenye mambo hayo ya pesa. Tena pesa yenyewe ni ndogo sana ambayo haina maslahi. Kwa hiyo hapana, kwenye hilo siliafiki. Sasa kama mlikuwa mnagombana kwa sababu ya pesa ndogo, unaweza vipi kumuhisi kwamba ana mwanaume mwenye pesa? Kama angekuwa naye, ni lazima tu ungeona utofauti wa kipesa huko ndani kwako. Nisikize nikwambie kitu kimoja. Unajua wanawake ni watu ambao wanapendaga sana kulipa kisasi. Hebu angalia, shemeji amekufuatilia wewe kwenye nyendo zako zote mpaka akagundua kwamba una mahusiano na Zawadi. Lakini pia amekufumania kabisa wewe na Zawadi. Lakini bado akakaa kimya. Unafikiri ukimya wake una nini? Inaonyesha kabisa hayo anayoyafanya kama ni kweli na maana analipa kisasi. Lakini haya nilishakwambia ndugu yangu siku nyingi sana za nyuma, kwamba hiki unachokipanda utakuja kukivuna baadaye. Wewe ndio unakuwa sababu ya mke wako kukusaliti. Sasa hebu angalia leo hii, tayari umeshaanza kumuhisi mke wako anakusaliti. Ni yale ambayo mimi nimeyazungumza. Sasa nisikize nikwambie. Hapa kitu cha msingi ni kumtafuta huyo mwanaume ni nani. Tumjue ni nani kwanza. Baada hapo ndo tutafanya kila kitu, ndo tutajua ni tufanye baada ya kumbaini mwanaume ni nani.
Alafu hapo kuhusiana na Zawadi, kuna jambo bado silielewi. Unajua nashindwa kuelewa kwa nini Zawadi na mke wangu wamekuja wote ukweni pale. Sababu kiwaangalia kwa tabia na mienendo hawafanani hata kidogo, hawezi kuwa marafiki. Kwa nini muongozana wote kuja pale? Zawadi ndio chanzo cha haya yote na uhakika. Huyu Zawadi ndio kasababisha yote haya. Kai, mimi siwezi nikajua ni kwa nini mke wako na Zawadi wameshirikiana. Mimi kiukweli siwezi kujua. Lakini sorry. Vipi? Mbona upokei simu hiyo? Lisa, unajua ile jambo ambalo tunalifanya mimi na wewe ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo inapaswa tuwe makini sana. Sasa basi, kuna kodi moja ambayo ukinipigia simu ukisikia nimezungumza hiyo kodi, ujue kabisa nipo karibu na mume wako. Inapaswa utulie na usizungumze jambo lolote ile. Ni kodi gani hiyo? Siku yoyote ambayo utanipigia simu, alafu kanisikia nakwambia hivi, hello mchumba wangu binamu wa peke yangu, wallahi nitazungumza na mjomba nitoe barua na nikuoe moja kwa moja. Basi ujue hapo nipo karibu na mume wako. Wewe Tasha wewe. Hivi unafikiria gani nini mambo yote hayo? Jambo ambalo tunalifanya ni la hatari sana. Kwa ni lazima tuwe na umakini mkubwa mno. Una akili sana. Hawajakosea kukuita genius. Ni binamu yangu tu bwana ananipigia simu. Hello binamu yangu, mchumba wangu wa peke yangu. Wallahi billahi nitakuja kuzungumza na mjomba vizuri kabisa ili nikutolee barua na nikuoe moja kwa moja. Mtoto wa shangazi, nimekuelewa, nipo nyumbani kwako. Uko nyumbani kwangu mtoto wa mjomba? Ndio mtoto wa shangazi. Basi sawa, usijali, nakuja hapo muda sio mrefu, nakuja mtoto wa mjomba. Basi usichelewe. Sawa. Ndugu yangu, huyu ni binamu yangu amenipigia simu, anasema yuko nyumbani. Kwa hiyo kama utojali ya mazungumzo tutaendelea nayo wakati mwingine. Sasa hivi naomba kidogo niende nikazungumze naye, yuko nyumbani ananisubiri. Subiri kwanza Tasha. Unajua wakati tunazungumza kuna jambo nilikuwa nalifikiria na nishalipatia ufafanuzi. Unajua siku zote udugu ni kufaana na sio kufanana. Kwa kuwa ni mtu wako wa karibu, jambo ambalo linaniumiza mimi lazima hata wewe pia likuumize. Sasa naomba tuje na plan. Kwa kuwa ni mastermind na ni genius. Hatuwezi kuja na mpango wowote wa kumkamata huyu jamaa, huyu kijogoo ananiibia mke wangu. Afu tumtie mbaroni, tumpumute, tumpige mpaka aeleze kwa nini atembee na mke wangu. Sababu anajiona nani? Kwa nini aniibia mimi mke wangu? Hajui mimi ni nani? Kwa bro, naomba tushirikiane kwenye hili. Kama tuna mbinu yoyote tumteke. Good idea brother. Yaani hilo ni wazo zuri sana. Inabidi tumtafute huyu jamaa, tumjue ni nani anatembea na mke wako. Na tukisha mkamata kweli, kwa sababu kutembea na mke wa mtu sio kitu kizuri brother. Inabidi tumpige vile pasavyo. Yaani mpaka aeleze kwa nini anatembea na mke wako. Lakini tutaendelea wakati mwingine ndugu yangu. Sababu unaona binamu yangu si akamchelewesha bwana. Usijali, mimi nitakusaidia katika hili. Nitatengeneza plani zote wala usiwaze. Mimi niko na wewe bega tu bega. Utakapokwenda nipo na wewe. Mguu wako mguu wangu kaka. Mimi na wewe ni ndugu bwana, siwezi nikakutupa. Ila kwa sasa ngoja kwanza niende kwa binamu yangu. Haya mambo madogo sana. Tunaweza tukaongozana kwa binamu yako kwa sababu kama ni binamu yako hata mimi itakuwa vyema nikafahamiana naye kwa sababu si tayari ni kama ndugu. Wewe unafikiri mimi sikujui makali yako? Na kuelewa vizuri tu. Wewe ni mkali kama kiwembe. Unataka muone binamu yangu upite naye? Wewe iko kitu hakiwezekani. Siwezi kuruhusu hata mara moja. Nisikilize nikwambie kitu. Ukijipendekeza kwa binamu yangu, nitakushusha mshipa. Asa bro, na situation yangu hii, stress ninazopitia kweli nangaika na binamu yako. Kwa binamu yangu ndo kutoa stress wewe. Shamba ni ndoa poa bwana. Usizingue basi. Poa. Nategemea mpango na mkakati kutoka kwako. Nimeisha leo. Kai wangu wahubani nyonga mkaliaini,
Nilijua tu kwangu lazima utakuja. Maana hiki kinaitwa kisiwa cha nitakuja. Ukitaka utakuja, utaki utakuja. Mganga wangu fundi mimi jamani. Nikikukosa kwa virogo vya Pemba na kupata kwa vya Unguja. Nikikukosa kwenye vyote hivyo na kupata kwenye vile waja leo ondoka leo. Kai Mubaba. Karibu mpenzi wangu. Sikiliza wewe mpuuzi. Sitaki kusikia neno lolote kutoka kwenye kinywa chako kichafu hicho. Zaidi ya kunijibu maswali yangu tu. Na maswali matatu. Na yote nataka kunijibu kwa ufasaha. Umejiona vipi na mke wangu? Na kwa nini unashirikiana naye mpaka mkaja wote pale ukweni? Na ile la mwisho nataka unijibu na usinidanganye chochote kile. Kwa nini umempa siri zetu zote? Kwa nini? Kai mpenzi wangu. Taratibu. Eti. Mwili sio wa kupigwa baba. Mwili wa mahaba. Na ndio maana ulivyokuja nilikupokea mzima mzima. Sijazoea kupigwa mimi. Napigwa kwa upande wa kanga au napigwa kwa pesa zile nyekundu nyekundu. Sijui unanielewa? Alafu una kama unanuka jasho baby. Eti. Uko ulipotoka hujaoga mpenzi wangu? Kwani hujaoga? Au jamisi ile massage na kufanyaga? Eti Kai wangu. Au hujanimisi vile ninavyonyumboreka kwenye 6 kwa 6? Hujamisi wewe? Zawadi wewe bwana. Kwa hiyo ukisema unajua udhaifu wangu massage ndio maana unatumia kama fimbo kunichapia. Nimemisi kusema kweli. Nilijua tu wewe kwangu huwezi kufurukuta. Utatulia turi kama maji kwenye mtungi. Sasa baada ya kukufanyia massage, utaki kula chakula chako pendwa? Zawadi jamani. Kwani katae kula wakati nina njaa? Kuna mtu asiyependa kula? Twende basi. Sasa hivi? Twende. Serious. Halo! Nioleweni babu. Sie tupo kwa ajili ya kuwasaidia majukumu. Twende ndani. Sasa hivi. Oh yeah. Oh baby. Pole pole Zawadi basi. Mtoto mkono milaini wewe. Usijali Kai. Mimi nipo kwa ajili yako. Nikwambie kitu kipenzi. Unajua watu kama nyie kule kwetu mnaitwaga viungo mnyomboliko. Ushazo uongo wako tena. Serious dia nakwambia. Pole pole. Hapa. Yes hapo. Zawadi. Kuna kitu nataka nikuulize. Ila nakuomba sana. Usinidanganye chochote kwenye ile jambo ambalo nataka nikuulize. Uliza chochote mpenzi wangu Kai. Mimi nitakujibu kama inavyotakiwa. Kweli? Hivi wewe na mke wangu mmefahamiana vipi? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana.
ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifulio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama